Kutokana na kile kinachoendelea kufuatia serikali kulifungia kanisa la Gwajima, mwanasheria msomi Peter Kibatala leo Juni 3, 2025 ameandika. Mwanasheria msomi Peter Kibatala amepokea rasmi mamlaka ya kisheria kutoka kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, linalojulikana pia kama Kanisa la Ufufuo na Uzima, chini ya uongozi wa Askofu Josephat Gwajima, kuyawakilisha kisheria dhidi ya hatua ya serikali ya kulifuta kanisa hilo kutoka kwenye usajili wake wa kisheria kama jamii ya kijamii, yaani local society, chini ya sheria ya jumuiya CAP 337. Katika taarifa aliyoitoa, Kibatala ameeleza yafuatayo. Kwanza, mkutano na vyombo vya habari. Muda maalumu utapangwa hivi karibuni ambapo atazungumza na vyombo vya habari kueleza kwa kina masuala yote ya kisheria yanayohusu tukio hili la kusikitisha. Ataeleza pia hatua za kisheria zitakazochukuliwa kupinga kile alichokiita dhuluma ya kisheria dhidi ya wateja wake. Pili, kukamatwa kwa waumini. Baadhi ya waumini wa kanisa waliokuwepo kwenye ibada ya heshima usiku wa tarehe 2 Juni 2025 walikamatwa na wanashikiliwa katika kituo cha polisi cha Oysterbay, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni. Kibatala amesema tayari amewatuma mawakili kutoka ofisi yake kuwawakilisha na kuwapa msaada wa kisheria kikamilifu. Tatu, hatua za kisheria. Ofisi ya Kibatala imeshaanza kuchukua hatua zote za kisheria zinazowezekana na inaendelea kuzifuatilia kwa karibu. 4, kauli za maafisa wa serikali. Kibatala amesema wanatambua kuwepo kwa kauli kadhaa za hadharani kutoka kwa maafisa wa serikali kuhusu suala hili na wateja wake. Ametoa taarifa kuwa majibu rasmi yatatolewa muda mwafaka. Na 5, utata wa majina. Amesisitiza kuwa jina halali la kisheria la wateja wake ni Glory of Christ Tanzania Church na si Glory of Christ Church kama inavyodaiwa kwenye baadhi ya nyaraka. Ametaka yeyote anayesambaza jina lisilotambulika kisheria kuelekezwa kwa aliyedai kulitunga. Kwa sasa wawakilishi wa kisheria wa kanisa hilo wanaendelea kushughulikia suala hili kwa umakini mkubwa, wakisisitiza kuwa haki za wateja wao lazima zilindwe kikamilifu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri wa Muungano na sheria husika.